Okay, taarifa rasmi za wananchi Young Africans kusafiri kutoka Dar es Salaam kuelekea Dodoma makao makuu kwa Walima Zabibu katika mchezo muhimu kabisa wa ligi kuu ya kandanda Tanzania bara. Utakuwa ni mchezo wa 13 wa Young Africans ukibakiza michezo miwili tu katika mzunguko wa kwanza wa ligi kuu ya kandanda ya Tanzania bara. Taarifa rasmi tumeshuhudia kwenye mitandao mbalimbali ambao ni official ya Young Africans kwamba tayari wamewasili zao pale makao makuu Dodoma kwa ajili ya kuwakabili Tanzania Prisons. Lakini mkanganyiko ambao ulitokea hapa kwenye mchezo huu ni kwamba Tanzania Prisons wao walifunga safari kutoka zao Mbeya na kuelekea zao Tabora pale Toronto Unyamwezini Mboka katika mchezo ambao walitamani ama walitarajia kwamba ama walikuwa wanafahamu kwamba utapigwa pale Ali Hassan Mwinyi. Lakini sivyo, bahati ni kwamba TPLB wakasema hapana, hiyo ratiba ni ya kwenu nyinyi, sisi ratiba tunayojua mchezo utapigwa katika uwanja wa Jamhuri pale Dodoma. Maana yake wamelazimika asubuhi ya leo kufunga safari kutoka Tabora wapande Singida, lakini wapande pale Dodoma kuhakikisha kwamba wanafika Dodoma pale Jamhuri kwa ajili ya mchezo huu. Wakati Young Africans wametoka na usafiri wa SGR mapema tu kutoka Dar es Salaam stesheni pale moja kwa moja hadi Jamhuri pale Dodoma na wamefika kwa ajili ya mchezo huu. Mchezo huu unavuta hisia pia kwa sababu kama mchezo wa Yanga ambavyo unakutana mara kwa mara na timu hizi za jeshi, mara nyingi umekuwa ni mchezo tough sana, lakini imekuwa kidogo tofauti kwa msimu huu. Tumemwona JKT ambaye amekuwa ameonekana ni mgumu sana mbele ya Young Africans, lakini katika mchezo uliopita alionekana kuwa mwepesi na laini. Lakini katika mchezo huu pia, mchezo ambao Tanzania Prisons unakutana na Young Africans, sio mchezo wa kubeza wala kuchukulia poa kwa Yanga kwa sababu namna Tanzania Prisons ambavyo imekuwa ikitafuta alama, lakini naogopa pia ipo kwenye hatua mbaya sana kule kwenye msimamo. Kama itaruhusu kila alama ambazo inakutana na mpinzani na ziangusha, maana yake inajiweka kwenye nafasi mbaya kushuka daraja. Kwa minajili hiyo, Tanzania Prisons watahakikisha wanapambana kuvuna alama 3 ama 1, lakini sio hivyo tu, morali na namna ambavyo mwalimu ambaye kwa sasa amewekwa pale katika kikosi ya Tanzania Prisons, namzungumzia Shedrack Nsajigwa Fuso ambaye anaifahamu Yanga vizuri, amecheza Yanga vizuri tu kama ambavyo ulikuwa unafuatilia enzi hizo, alikichapa vizuri tu katika nafasi ambayo kwa sasa inashikiliwa na Mwenda, amenachezwa na Kibwana Shomali, amenachezwa na Yao. Maana yake nazungumzia mbavu ya kulia Young Africans. Sajigwa anaifahamu vizuri Yanga, lakini sio hivyo tu, Sajigwa pia ameweza kuhudumu katika benchi la ufundi la Young Africans. Maana yake anaifahamu kiundani zaidi. Kwa mimi binafsi nategemea ni mchezo mzuri sana kwa sababu Nsajigwa anaifahamu Yanga, lakini Yanga nao wanataka matokeo kwenye kipindi ambacho hawahitaji kudondosha hata alama. Ukiangalia mtu ambaye anawafuata nyuma yao of course ni JKT Tanzania, lakini JKT Tanzania uwezo kumweka kwenye mbio hizi kutokana na kwamba ana idadi kubwa sana michezo ambayo ameicheza. Lakini Young Africans wanamwangalia Azam ambaye anakuja na 24, wanamwangalia Simba ambaye pia yuko nyuma ya Azam kwa sasa. Yote kwa yote ni mchezo mzuri ambao tutaushuhudia katika dimba la Jamhuri Dodoma. Young Africans wakikosa baadhi ya nyota wao muhimu, Dickson Job ambaye ameonekana kule Afrika Kusini akifanyia upasuaji. Of course haiwezi kawa ni pengo kubwa sana kutokana na namna ambavyo mwalimu alikuwa akijaribu kuchezesha wachezaji ambao bila hata Dickson Job alikuwa anakaa vizuri. Bakari Nondo Mwamnyeto kolabo yake ama kombo yake pamoja na Ibra Baka bado naiona Yanga kwamba ni nzuri na tishio, lakini huwezi ukajipa 100% kwamba atapata ushindi kutokana na kwamba Prisons nao kama ambavyo nimekwambia wanataka kujinasua kwenye mtego wa kushuka daraja. Kiasilimia, kimahesabu, kimakaratasi bado Young Africans wana asilimia kubwa za kuibuka na ushindi kuliko Tanzania Prisons. Mimi nawapa 60% za kuibuka na ushindi katika mchezo wao dhidi ya Tanzania Prisons. Wakati huo Tanzania Prisons nikimpa 20% pekee za kuibuka na ushindi katika mchezo huo, huku 20% ikiziweka kama sale kutokana na kwamba uchovu wa wachezaji hasa wa Prisons pengine kawakosti, kwa sababu kutoka Mbeya kwenda Tabora takriban kilomita 650 hivi kama sio 665 hivi, ambayo kwa usafiri wa gari kidogo inaweza kukupa cash kutokana na changamoto ya usafiri, changamoto barabarani na mambo mengine. Lakini tutashuhudia mchezo mtamu sana pale Jamhuri. Cha msingi, kama ulikuwa bado hujatufuatilia Kemgongo TV kwenye habari za kimichezo, kisiasa, kiuchumi, kielimu pia, hakikisha unatufuata. Sisi tunakusogezea kila kitu kizuri kinachokuhusu. Okay, uwe na wakati mwema.
tukutane pale Jamhuri Stadium Dodoma. Biashara ni matangazo, na ndio maana sisi kama Kemgongo Media tunakukaribisha utangaze nasi. Sikiliza, kuanzia kiasi cha shilingi 50,000 tu unaweza kutangaza nasi kupitia kurasa zetu zote, iwe YouTube, Instagram, TikTok au X. Kwa wale wanaohitaji interviews, unapata interviews kuanzia shilingi 200,000 tu zenye urefu wa hadi dakika 10. Hatukuishia hapo. Kwa wale wenye vipindi vyao wanataka kuvirusha kupitia YouTube channel yetu, gharama zetu ni nafuu sana. Ewe Mtanzania, karibu tangaze nasi.